Haleluya. Mtu yeyote atakayetaka kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakayeamua kuiangamiza nafsi yake ila kwa ajili ya Yesu na pia kwa ajili ya injili ya Yesu, mtu huyo ataiponya nafsi yake, ataisalimisha. Sema tena amen. Alafu anasema kwa kuwa itamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote akapata hasara ya nafsi yake? Amen ya tatu. Ama mtu atoe nini badala ya nafsi yake? Maana kila mtu atakayenionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, mwana wa Adamu atamwonea huyu haya mtu huyu atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Ukiuangalia mstari, kuna pacha wake anayezungumza kwa habari ya thamani ya nafsi ya mtu, lakini hapa imejikita kwa wainjilisti. Hapa anataka kuambia, unajua kuna watu wanalinda heshima zao, wanalinda mionekano yao. Kwa hiyo ndio sababu anasema mtu yeyote atakayenionea haya. Mwingine anasema atakayetaka kuiponya nafsi yake. Kuna watu wanataka kujiponya kwa kujiwekea heshima na kuona kwamba kuna maeneo ni hatarishi, ni maeneo ambayo hayana heshima, hatutaenda. Na kwa hiyo anafika mahali anasema mtu atakayetaka kuiponya ataiangamiza nafsi yake. Lakini mtu ambaye atafika mazingira ya kusema liwalo na liwe. Mimi nakumbuka nilimwambia Mungu kabla sijaoa, mimi niliokoka. Ninamuelewa kwamba mnaongea na mtu ambaye amesaidiwa na Mungu. Mimi nimeanza kuwa mwizi darasa la kwanza. Kama wewe ulianza wizi form 4, mimi nilianza darasa la kwanza. Na nilianza kutumia pesa, kujua namna ya pesa zinavyotumika. Watu niliowafundisha kutoroka hawajamaliza darasa la 7 na wengine wamekufa. Juzi nilienda kijijini kwetu. Sio niangalia mimi kama kijana wa miaka 19. Unanisikia? Lakini nimekuta wale wamezeeka kabisa. Nazungumza hivyo. Yaani hapo ungekuta na mimi napiga gongo mahali. Uelewe hivyo. Kwa sababu kwani mimi ni nani kama hao ndio kwa natoroka nao wanakunywa gongo, maini yameshaisha. Alafu mimi nilikuwa mwanafunzi wa mwisho. Mimi nimemwombea sana mwalimu wangu afe. Kwa sababu alikuwa kwanza nikikaa dirishani naangalia yule anakuja leo. Nikiona tu anakuja nakasirika. Mvua ikinyesha naangalia anakuja. Huyu si akae, mvua zinanyesha anakuja nini shule? Nimemwombea sala afe sana. Nafikiri sasa hivi labda na miaka labda 80 na kitu kama sio 90. Yule mama ashanifinya pale mbele mpaka nikakojoa. Sio nimekojoa nikajikodolea. Ngoja nibadilishe. Piga kucha hapa. Mimi nilikuwa naambiwa soma, siwezi kusoma. Nilikuwa sijui chochote. Hata ile kuandika jina langu kwa kukariri nilikuwa siwezi. Kwa hiyo uelewe. Nikahamishwa nikaenda kule Namanga mpakani. Mimi nikaona kabisa Mungu ananifuatilia. Nikaanza kuanza nasari. Nikafanya mtihani, naweza kukumbuka mpaka leo. Nimetoka kwenye chumba cha mtihani kichwa kinauma. Nimefikiri mpaka mwisho. Yaani mtoto wa nasari anafanya mtihani mpaka kichwa kinauma. Naweza kujua nimefanya mtihani mpaka kichwa kinauma na sijui nilichoandika. Alafu mwalimu anakuja kuleta matokeo, akataja namba 1, 2, 3. Akanitaja na mimi, akasema na huyu mtoto amekuwa wa 5, muujiza wa kwanza wa Mungu kuingilia maisha yangu. Unaelewa kitu nazungumza? Alafu nikaanza darasa la kwanza, shule ikaanza kunisumbua. Mimi nilikuwa naishi kwa dada yangu. Mtoto wake akipata namba 2 anakula bakora. Mimi nikifeli sigusu. Sasa utanipigaje? Unaelewa? Form 3
nilipata wastani wa 23, 27 masomo yote. Yani maana yake ni B flat. Hicho ni kidato cha 3. Unafanya mtihani wa mwezi wa 6, una 27. Moja kwa moja ukimwangalia huyo mtoto hana future. Nafanya mtihani napewa maksi 7. Mtihani unaotokana na somo umefundishwa ndani ya mwezi unapata 7. Ukitolewa mwaka mzima unapata ngapi? Kuna siku nikamwomba Mungu, naomba division 4. Kwa sababu nataka uelewe anayeongea na wewe ni nani na nini Mungu amefanya kwenye maisha yake. Kwa hiyo mimi nilikuwa mtu wa namna hiyo. Nimefanya wizi, nimetoka kijijini kwetu wizi, nikaenda kwa dada yangu mwizi, nikauza mpaka vitu vya ndani, nikaanza kunyima mpaka kuingia maeneo fulani. Yani mimi kuna siku nimepigwa na fimbo nyingi hivi. Mtu mmoja akasema huyu akiendelea kuiba basi tena. Baadaye siku moja nikasema sasa siibi tena, nikaacha. Umenielewa? Kidato cha ngapi hicho? Nikamwomba Mungu, ulikuwa una C uingie form 4. Nikachaguliwa kuwa kiongozi wa dini wa kuongoza watu waliookoka. Nikasema Mungu sio kichaa, hawezi kujua mimi nitafeli alafu akanipa hii nafasi. Maana yake nikasema hapa Mungu ashaona ninatoboa. Hapo natafuta 41, hapo nawaza 41 ya kwenda nayo. Ni 41. Nikafanya mtihani, nikapata 41. Maana yake mtihani mstari wa kurudi nyuma ulipita hapa. Kapita hapa. Ungecheza tu kidogo achezeshe hivi. Nilikuwa na mimi nafanya. Nikaenda. Unanielewa kitu nazungumza? Hawakuona kama kuna kitu. Nikiwa kidato cha 2, nakumbuka niliingia kwenye chumba, nikapiga magoti, nikamwambia Mungu, ukiniondoa kwenye aibu, kwa sababu nilikuwa na aibu ya shule. Ukiniondoa kwenye hii aibu, nimeyaleta maisha yangu yote kwako. Yaani mimi nitakutumikia. Sitawaza kuajiriwa, na ndio sababu mimi sijawahi kuajiriwa. Wala sijawahi kuwaza kuajiriwa. Ila kuna siku maisha yalinipiga, nikaandika barua ya ajira. Alafu nikaenda pale nikampa yule dada wa posta, nikamwambia hii ni hela ya stempu na hii ni barua yangu, niwekee. Sasa sijui kama sasa mimi nikaondoka. Anaweza akawa aliitupa hapo chini na ile hela akabaki nayo, kwa sababu barua ya ajira haurudishi, sio lazima upate majibu. Hiyo ndio nakumbuka barua niliituma. Lakini hapo nimepigwa na maisha, nikataka kwenda kufanya kazi. Unanielewa eh? Kwa hiyo nikapiga magoti, nikamwambia Mungu, nimeyauza maisha yangu kwako. Nakumbuka siku moja nimekaa, nikamwambia Mungu, mimi sitaki kuwa waziri, na mnielewe, sitaki kuwa waziri na muelewe. Mimi siongei kama watu wengine waliosema sitaki kuwa waziri na wakataka kuwa waziri. Yaani namaanisha sihitaji kuwa waziri. Na usidhani kuwa waziri mimi kwangu naona ni kitu cha kujivunia. Sijawahi kujuta kuwa mchungaji. Mara zote hata nilipokuwa nikitembea, nilipojua tu mimi nimeokoka, alafu ni mtumishi wa Mungu. Hata sasa hivi mimi nikitembea, mimi sitembeaje nikiinoma hivi eti kwamba naona nafanya kazi ya aibu. Mimi nainuaga kifua mbele hivi, hata kama ni nani. Sijafundishwa kuogopa kwa habari ya kitu nilichokibeba. Mimi nimebeba Injili, na ndio sababu siionei haya Injili mahali popote. Siwezi eti labda wamekaa waheshimiwa, sijui hao mnawaita waheshimiwa, eti mimi nitokee pale ni mchungaji, eti nijinyongonyeshe. Hakuna kitu cha namna hiyo. Haitatokea, never. Haitatokea, kwa sababu mimi nimebeba kitu hawana. Hata kama hapa nazungumza wanachoelewa, mimi ninachoelewa hawana nilicho nacho. Nilimwambia Mungu, nikamwambia sihitaji hicho. Sana kazi nilikuwa naipenda ni kuwa mwanajeshi. Kwa hiyo hata sasa hivi ukinyang'anya uchungaji, kazi ya pili ya kunipa nipe jeshi. Ndio kitu nilikuwa ninapenda, nivae zile combat. Hiyo ndio kitu napenda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nikamwambia Mungu, siku hiyo nimepiga magoti, namwambia Mungu, sijaoa
mimi nimeamua kuwa mtumishi wa Mungu. Nikiangalia mbele yangu naona giza, sioni naenda wapi. Nikiangalia nilikotoka, nilimetoka kwenye giza. Nikiangalia ninakoenda naona giza. Nikapiga magoti. Nyumbani kwetu nasikia taarifa, mama ni mgonjwa, hichi kinahitajika, vinanichanganya tu. Nikamwambia Mungu, nakuomba, nina mama yangu, mpe mama yangu chakula, mpe mama yangu nguo, mpe mama yangu maisha. Alafu kwa habari ya Nimrod usiwaze, usiumize kichwa kwa habari yangu. Yaani nilimwambia Mungu, mimi usinijali, yaani mimi usiwaze, yaani mimi nahubiri Injili sio kwa sababu nataka unifanyie kitu. Nilimwambia hivyo, nahubiri Injili sio kwa sababu nataka chochote kwako. Mimi nikumbuka nilikuwa napata na feli. Alafu nimeokoka form 2. Nafanya mtihani, natukana na mwalimu kabisa kwa kufeli. Nasikia sauti inaniambia umeokoka na unafeli. Nikaiambia ile sauti, nimeokoka sio ili nifaulu. Nimeokoka kwa sababu nampenda Mungu. Yaani hauhitaji kushawishiwa, sihitaji kushawishiwa na ufaulu ili nimfuate Yesu. Mimi namfuata Yesu kwa sababu nampenda Yesu. Basi simfuate Yesu kwa sababu ya chochote. Kwa hiyo mimi sifanyi chochote kwa sababu kuna na mategemeo yoyote, ila niomba jambo moja tu, Mungu mtunze mama yangu. Nikamwambia mimi nitahubiri Injili, na nikajitoa kuhubiri Injili. Na ndio sababu hakuna nafasi duniani mtanipa nisiache kuhubiri Injili. Hakuna nafasi nitafika duniani mimi nisiingie barabarani. Yaani hakuna heshima mimi itanipa, alafu eti ile heshima inifanye niwe mjinga kiasi kwamba siwezi kwenda barabarani kuhubiri Injili. Mpaka siku ile mnanizika, mimi nitakuwa nahubiri barabarani na mniangalie. Kwa sababu hakuna kitu utanishawishi nacho. Eti unaniambia eti kwa sababu umekuwa nani? Eti Injili kwangu ni maisha yangu. Kumhubiri Yesu ni maisha yangu. Nikikaa hadi nikiona watu wanaokoka, mimi ninalia, nasikia furaha ya machozi ndani yangu kwamba kuna mtu anampa Yesu maisha kwa sababu mimi nahubiri Injili. Unaniambia eti mtu mmoja akaniambia, yaani wewe unaacha kukaa kwenye AC. Nikamwambia sikuitwa kukaa kwenye AC. Mimi nimeitwa kumhubiri Yesu. Hiyo tu. Ukinipa jukwaa zuri napiga, ukinipa jukwaa bovu napiga, ukiniweka kichochoro napiga, ukiniweka sehemu nzuri napiga. Katika mazingira yote Yesu ahubiriwe, Yesu afahamike, watu waokolewe, maisha ya watu yageuzwe. Sema nimetoa ustaarabu hapa eti protokali. Hakuna protokoli ya Injili hapa. Nakuja kuleta sijui protocol, sijui unataka nini. Mimi ni mwinjilisti wa kitaifa, siwezi kuhubiri huku. Kama utaifa wako mimi, vyeo visije vikawaharibu, nafasi zisije zikawapumbaza, zikawafanya mkasahau wito wenu. Mimi niwaambiaga watu, niliokoka, sikuokoka nikiwa mchungaji. Huo ndio wito wangu. Lakini zaidi ya yote niliokoka, na nilisema na huwa nasema, mimi hakuna, hata nilipokuja TAG sijawahi kuwaza kuwa mtunza hazina. Na huyu mtunza hazina ni wa kwenu. Muda wote mkitaka mnauchukua. Injili hamwezi kuichukua, ila mtunza hazina mtaubeba, ila Injili yangu mtaniachia. Sasa nije nidanganyike na kitu watu wamekupa cha muda mfupi, mwingine anakuja alafu ni dharau kilichonifanya mkaniona. Niye mniniona kwa sababu nahubiri Injili. Umefahamika kwa sababu Yesu amekufahamisha. Alafu unafika mahali kilichokubeba unakidharau, alafu unapumbazika na kitu cha muda. Never, hautaisikia kwangu. Kia, lazima nibaki na kile nilichokabidhiwa na Mungu. Na sijasema hichi sijakabidhiwa, ila hiki ni cha muda. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo natamani uelewe hivi. Sasa hapa nazungumza, mbingu zinatambua thamani. Na mimi nikamwambia Mungu, mimi ninachokuomba Mungu, ukimpa mama yangu chakula, kwa sababu ndio mtu ambaye alikuwa sina mke, sina watoto. Sasa hivi akili imebadilika. Lakini akili imebadilika. Kile ambacho sikumuomba Mungu amenipa. Kile ambacho sijakaa, naambiana watu, sijawahi kukaa chini eti napiga magoti, Mungu naomba nyumba.
eti napiga magoti, Mungu naomba nyumba. Lakini maombi yangu, Mungu nikisimama, kama kuna mtu amekata tamaa, gusa maisha yake. Mungu nikisimama, kama kuna mtu ambaye alikuwa akuelewe. Ni maombi yangu. Eti nakaeti, Mungu nipe nyumba, Mungu sijui nini. Wewe kukaa chini na mwambia Mungu nipe hiki, eti Mungu nipe hiki, eti Mungu nipe. Hakuna. Nilikuwa nikikaa hivi nawaza, Mungu nisaidie. Nikikaa hivi watu waokoke, Mungu nisaidie. Nikikaa hivi sijaenda barabarani, kuna kitu kinanitesa, kuna maumivu ninayo. Kwa nini siwaambii watu habari za Yesu? Unakuta tu inanifanya naondoka, naenda barabarani. Mimi nahubiri barabarani. Naweza nikawa nimetoka hapa, nimesafiri usiku kucha, naingia Dodoma usiku kama hivi, na niko barabarani nahubiri siku nzima, kuanzia saa 4 mpaka giza linafunga. Yaani mimi niko barabarani nahubiri. Naingia kituo hiki nahubiri, nasubiri dakika 2, nahubiri saa nzima, nahubiri kama ninakufa. Alafu natoka naenda kituo kingine nahubiri. Mimi nimeenda mahali nakuwa mkorofi kwenye Injili, naenda mahali mtu ananizuia, hakuna kuhubiri hapa. Nikaambia hapa Vodacom huwa wanakuja wanahubiri, hapa nahubiri. Anaambia ni mbele ya duka langu. Nikaambia madam, nimesimamisha gari hapa, sitoki. Yaani nikaambia hapa sitoki, nahubiri. Akaja na gari kama ananigonga, nikasimama, nikasema gonga. Akapaki gari lake hapo, nikapiga Injili, nikamaliza. Alafu nikatafuta sasa, nilipoona huyu ni mpinzani ngambo ya barabara, nikaenda kuongea na mtu mwenye eneo hapo, speaker nikarudisha huku, kwa sababu mwanzo nilikuwa ninakaa huku, baadaye nikahamia kule, nikaanza kuhubiri. Nimehubiri mpaka yule mtu alikuwa Muislamu, nimehubiri mpaka akaniletea watoto wake niwaombee. Unanielewa kitu nazungumza? Akawaleta nyumbani kwangu watoto wake 2 wa kiume niwaombee. Lakini mtu ambaye alinikataa. Lakini nikahubiri mpaka nikija na vipeperushi anavichukua, na yeye anahusika kugawa vipeperushi vyangu. Lakini ni mtu ambaye alinikataa. Injili hiyo, sio unacheka. Nikaenda mahali vijana wangu wananyimwa kuhubiri, kila mahali wanaambiwa hakuna hapo. Siku hiyo nikaambia twendeni, nikachukua gari nikaenda, nikaweka gari pale nahubiri. Naona mzee mmoja anatokea na waita, nikamwambia achana naye, tumalize Injili, ndio hatusikilizi mtu hapa. Nikaambia hatusikilizi mtu, hatutaki kuongea na mtu, hakuna. Nikaambia kaa hapa. Nikashika, nikasema twanga pepeta zikija hapa mnashabikia. Leo ni Yesu amekuja hapa na naambia mtasikiliza. Na nikamwambia kama unadhani una kiwanja ni cha kwako, naweka gari katikati ya barabara. Kwani huwa hawapaki gari katikati ya barabara alafu watu wanapita hapa hivi pembeni? Yaani barabara sipana, unapaki hapa, kuna wakati gari zinapaki hapa alafu wanafanya hivi. Hapa hii barabara sio ya mtu, nikaweka hapo. Nikahubiri, wakaenda kuita mwenyekiti. Mwenyekiti kaja akakaa pale, akasikia Injili yangu, na yeye akapiga Injili, nikapiga Injili. Na pale Mungu akanipa washirika. Unanielewa kitu nazungumza? Mungu akanipa watu kwa sababu aliona nimekomaa. Mama mmoja akasema, alikuja kanisani akasema, nimesikia kuna mtu alikuwa anahubiri hapa nikiwa ndani, nataka kanisa lake liko wapi. Akaanza kunitafuta mpaka akaja kanisani. Mungu anaheshimu. Kwa hiyo akaja wale majamaa, nikapiga Injili. Alafu nilipomaliza mwenyekiti akaja kunishika mkono, akaniambia unajua watu wengine ni wasumbufu. Yule mzee akaniona. Na kutokea hapo kikawa ni kituo cha Injili. Naongea experience. Amen. Naongea maisha yangu. Naongea ninachokutana nacho, ya kwamba Yesu akiona umeweka uthamani katika kitu, unakipigania kitu, unakitetea kitu, na yeye anaona anaweka uthamani kwako. Bwana asifiwe sana. Sasa hapa anasema hivi, angalie,
thamani ya nafsi ya mbeba Injili. Hapa tunaona vitu vili, tunaona thamani ya mbeba Injili, ya nafsi ya mbeba Injili, lakini tunaona thamani ya mpokea Injili. Wewe ona thamani ya nafsi yako kwa kuihatarisha, alafu ona thamani ya anayepotea kwa kumfuata. Hiyo ni moja. Mbili, mbeba Injili asitafute visingizio akaacha kubeba au kupeleka ujumbe wa Injili. Na ndio sababu anasema atakayeiona, atakayetaka kuiharibu nafsi yake ataiponya, atakayetaka kuiponya ataipoteza. Kwa sababu kanisa kama kanisa ni lazima liwe na protoko yake, lakini protoko isitujengee kiburi ikatuharibu na tukafanya vitakatifu. Unajua kuna wakati kitu kizuri huwa kinakuwa kitu kibaya. Ngoja niwape mfano. Mnamkumbuka nyoka wa shaba aliyemtengeneza Musa? Kuna miaka yule nyoka aliokoa maisha ya watu, si mnaelewa? Lakini nyoka huyo kuna wakati aliwazuia watu kumwangalia Mungu, na ikabidi abomolewe, haribiwe. Kwa sababu kuna wakati kitu kinaweza kuwa kizuri na watu wakakichukua vibaya. Sasa mtu, kuna haja gani ya kusema mimi ni mchungaji Msimikwa? Usimikwa na usikanini na Nimrodi kuja kuanzisha kanisa hapa, na mimi nikasema nisigombane na mchungaji Msimikwa, nikaenda kutafuta sehemu nyingine, nikamwacha na usimiko wake. Kwa hiyo ndio sababu nazungumza, ni rahisi sana kuanza kujisikia na kudharau wengine kwa sababu una jina ililopewa. Kwa hiyo jina lisitubadilishe. Bwana asifiwe. Paulo, tunamwangalia Paulo. Ngoja nizungumze Paulo kidogo, alafu tukamwombe Mungu. Bwana asifiwe sana. Tukamwombe Mungu kwa sababu naona muda na tunataka tumuombe pia Mungu. Angalia Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 16 mpaka mstari wa 18. Natamani Bwana aweke shauku ya Injili ndani yako, na hiyo kitu mimi naweza kuielewa. Kuna wakati nilikuwa naangalia watu, naona kabisa huyu anapotea, inanitesa hivi. Unajua mimi kuna kipindi nilimuomba Mungu nisiwe na watoto, nikaambia Mungu, mimi usinipe watoto. Nilianza kuhubiri Injili nikiwa mwanafunzi, nimekuwa nikirudisha watoto wa watu, kuwarudisha barabarani, si mnanielewa? Kanseli nyingi, kuwahubiria sana, wengine wanaruka ukuta kwenda disco, wengine wanafanya, alafu inaniumiza, inanitesa. Alafu nikamuuliza Mungu, ikiwa watoto wa watu wananiumiza moyo hivi, nikipata wa kwangu si wataniua? Nikaambia Mungu, naomba usinipe nini? Watoto. Sasa baadaye nikaja kuoa, nikaambia Mungu, usije ukafanya vile nilivyokuomba kipindi kile. Lakini Mungu ni wa rehema. Ndio sababu Mungu hata ukiongea anaangalia tu huyu kwa nini alisema. Kwa hiyo nilikuwa napata shida, naangalia mtu, unajua kuna wakati nasikia moyo unaniuma, naangalia mtu namuhurumia jinsi amepotea, roho inaniuma mpaka napata shida, unaelewa? Naona sasa nateseka mimi mwenyewe. Naomba Mungu akutese hivyo, sawa? Unapoona watu wanateseka, wanapotea, usikie mateso ndani yako, sema amen. Sisikii, sijaona vinywa vikisema amen. Mungu akutese wewe, si mhubiri wa Injili, Mungu akutese, naomba amen. Very good. Sasa unajua faraja ilikuwa inatokeaje ndani yangu? Nasema kila mtu ana maisha yake. Unajua nimefikiri ndani yangu, naumia na viona watu wanapotea, alafu kila mtu ana maisha yake. Unajua nikiwaza kwamba watu wanaenda jehanamu, nikiwaza hawawezi kuchomoka milele, yani anaenda, najiuliza anaendaje jehanamu milele? Biblia huwa inasemaje? Maarifa huleta mateso. Ulishawahi kusoma hiyo? Yani maana yake ufahamu huwa unaleta maumivu. Ukiwa unajua kuna pesa hapa zinatumiwa vibaya na watu, unaumia sana. Lakini kama hujui chochote, maisha huna tabu. Maana yake maarifa, moja ya kitu kinacholeta maumivu ni maarifa.
mwinjilisti hawezi kupata uchungu na watu wanaopotea, hana maarifa ya kitu anachokifanya. Ukiwa na maarifa ya kazi ya uinjilisti na matokeo ya kuhubiri kwako, utajikuta unaumia usipohubiri Injili, kwa sababu maarifa hayakuruhusu kunyamaza. Kwa hiyo nikawa nateseka, ili sasa kupunguza maumivu ndani ya moyo wangu, nasema kila mtu ana maisha yake. Yaani nataka kujifariji, at least nipate auheni ndani yangu, kwa sababu nilikuwa naona nateseka. Na ndipo hapo nikamwelewa mtu anaitwa nani? Ezekiel, anaitwa nani? Isaya, anayefuata ni nani? Nabii nani? Yeremia. Ndipo nikamwelewa Yeremia. Anafika mahali anasema, ninapotaka kunyamaza ndipo ninaposikia moto ndani ya mifupa, kama moto umefungwa ndani ya mifupa yangu. Anafika mahali anasema, ole wangu nisipoongea. Maana yake kuna namna Mungu ameweka maumivu, yani relaxation yake ni pale anapohubiri Injili. Asipohubiri anasikia moto unawaka. Maana yake lazima atoe unabii katika jina la Yesu, na ikawa kwako, maana sio kitu kibaya. Maana yake moto wake ndani yako usipohubiri Injili, ndani yako asikie uwezo la kumhubiri Yesu katika jina la Yesu. Nasema sikia uwezo la kumhubiri Yesu. Natamani nisikie amen, maana hivi ni viapo. Na nataka Mungu awashe huo moto kweli ndani yako, usikie kumhubiri. Sasa Paulo anasema hivi, Wakorintho wa kwanza 9:16 mpaka 18, anasema maana ijapokuwa na uhubiri Injili sina la kujisifia. Semicolon, hiyo sentence imekamilika. Ijapokuwa mimi ni mhubiri wa Injili, sina ninachojisifia kwa kuhubiri Injili. 2, maana nimewekewa sharti. Hiyo ni sentensi inayojitegemea, kwamba hili ni agizo, sio ombi. Kuhubiri Injili ni agizo. Aya, tena ole wangu nisipohubiri Injili. Maana yake nini? Sentensi ya kwanza, ole wako usipohubiri Injili. Sentensi ya pili, lazima uhubiri Injili. Sentensi ya tatu, nikihubiri Injili sina cha kujivunia, hata kama matokeo yanatokea sio kwa ajili yangu. Bwana asifiwe sana. Anasema maana nikitenda kazi hii kwa hiari nina thawabu, ila ikiwa si kwa hiari nimeaminiwa uwakili. Maana yake Injili ni uwakili. Bwana asifiwe sana. Maana yake ni nini? Aya, sentensi nyingine, basi thawabu yangu ni nini? Malipo yangu ni nini? Anasema ni hii, ya kuwa nihubiripo nitaitoa Injili bila gharama, bila kutumia utimilifu uwezo wangu nilio nao katika Injili, bila kutumia kwa utimilifu uwezo wangu nilio nao katika Injili. Mstari wa mwisho naanza nao, anachotaka kusema, mimi kuhubiri Injili nastahili pia Injili nitunze. Nastahili watu wanitunze kwa sababu ya kuhubiri Injili. Yaani maana yake usimzuie ng'ombe apurapo majani. Maana yake mhubiri wa Injili astahili ujira wake. Sawa jamani? Ndicho kitu anachosema. Kwa hiyo anachotaka kusema, ingawa ninapaswa kupata kitu kwa sababu ya kuhubiri Injili, anasema sihubiri Injili ili nipate kitu. Ndio mstari wa 8 wa 18 unachosema, maana thawabu yangu ni nini? Anasema ni hii, ya kuwa nihubiripo anasema ya kuwa nihubiripo nitaitoa Injili bila gharama, bila kutumia kwa utimilifu uwezo wangu nilio nao katika Injili. Ukisoma hii aya nzima utaanza kugundua anazungumza kupata kitu kwa sababu ya Injili. Na anachotaka kusema, tunahubiri Injili bila kutegemea kitu. Na hapa naomba niweke sawa, simaanishi na Mungu hamaanishi ukihubiri Injili anakuacha uaibike. Haipo hiyo. Umeelewa kitu nazungumza? Ukihubiri Injili, Injili inakuheshimisha. Kwa hiyo siko hapa kusema eti ukihubiri Injili watoto walale njaa. Watoto wako watasoma shule nzuri, watoto wako watalala nyumba nzuri, wewe mwenyewe utaishi maisha mazuri, lakini sio kipaumbele chetu cha kwanza. Hapa pia nachotaka kusema, wewe ukiita mtu kuja kwako, mtendee vizuri.
Tunza mtu, usije ukachukua injili yangu hapa ukamtreat mtu vibaya. Na hata nimekuja hapa msije mkanichukulia poa, ukasema huyu mhubiri wa injili. Bwana asifiwe sana. Sawa, vizuri kama mmecheka. Okay, ninachotaka kusema, unapomleta mtu kwako, mtunze mtu kwa kadri ya uwezo wako. Mtendee mema, mtendee mtumishi. Huwa nawaambiaga na heshimu mafuta ya mtu. Mimi hata mshirika akihubiri kanisani kwangu huwa nampa posho ya kuhubiri. Naambia usijifanye sana. Hapa na heshimu mafuta uliomwaga hapa mbele. Na heshimu mafuta. Usidharau mafuta ya watu kwa kuwachukulia poa. Naongea na nyie kwa sababu tunaalikana. Sije ukanialika ukaamua tu kunilaza kichochoroni na wakati unaweza tu kunilaza sehemu nzuri. Acha nipate tabu mahali ninapostahili kupata tabu. Lakini acha nile bata mahali nahitaji kula bata. Hiyo si ni sawa? Ngapi tunakubaliana? Amen. Kwa hiyo, lakini kingine, ukialikwa mahali usianze kusafiri ukiwaza nitapata shilingi ngapi. Anza kuwaza kuna nani mgonjwa pale, kuna nani hajaokoka, Bwana unataka nini kwa ajili ya wale watu. Acha kuwaza pesa ukiwa barabarani. Lazima tusimamishe msalaba kila mahali shetani anapopita. Lazima tusimamishe msalaba kila hali ya upotevu katika jina la Yesu. Simamisha Yesu mbele ya ushoga, simamisha Yesu mbele ya uchawi, simamisha Yesu barabarani, simamisha Yesu ndani ya mitaa yako. Yesu afahamike, Yesu aeleweke, Yesu afahamike. Hubiri msalaba, hubiri kufufuka kwake, hubiri jina lake. Naingia katika jumba hili, ongea kwa maneno yako, ongea na Bwana wako, mwambie Bwana niko hapa kama chombo chako. Mwambie Bwana nipe nafasi kama ni kitabu, mwambie anza upya na mimi, kwa kuwa Mungu umesema na maisha yangu. Geuza maisha yangu, geuza injili yangu, geuza moyo wangu, geuza mwelekeo wangu. Mwambie Bwana nisaidie, mwambie Bwana nitaini katika injili, mwambie Bwana mafuta
waambie neema ya kuhubiri. Lakini jambo la pili, ombea ujumbe wako. Waambie Bwana, nisisimame mahali maisha ya watu yasibadilike. Waambie Bwana, nikifungua kinywa watu waituke. Hata kama waelewi, mimi nikisimama waelewe. Hata kama ni wapinzani, mimi nikisimama katika jina la Yesu Kristo. La paka tonaba shekeria tunakuja kwa jina la Yesu. Nasi yako tunakuja kwa jina la Yesu. La basha la mashaka tata. Ishara zifanyike kwa jina la Yesu. Maajabu yafanyike kwa jina la Yesu. La mama. Ninaombea mikono yako leo katika jina la Yesu. Mikono yako leo vipawa kama la mashaka tata. Kila mahali mkono wako utakakodondoka, miujiza itoke, maajabu yazaliwe. La mashaka tata. Mama ukandana leke sheke teneme. Ninaona Bariadi, ninaiona Bariadi ukiokoka, naiona Bariadi ukigeuza. Naona Bwana anapaka mafuta, naona Bwana anakutumia kama mashakataka lero shakata meshiketenema leke nimeshika lero hapa shakatana leke tena nimeshika leke tena mashaka hela shaka. Katika viwanja vya Bariadi, mikono yenu ikawe nyumba za Bwana, mikono yenu ikawe vyombo vya Bwana, vyombo vya utukufu katika jina la Yesu. Pokea hilo katika jina la Yesu, pokea hilo katika jina la Yesu, pokea hilo katika jina la Yesu. Najua wengine mtahubiri barabarani, sauti zenu zikawe na mvuto, sauti zenu zikawe na nguvu, sauti zenu zikawe na mamlaka katika jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Ninajua wako wale watakaosimama kuhubiri katika mbele, kuhubiri ule mkutano mkubwa katika jina la Yesu. Special anointing, special favor, upendeleo maalum, kibali maalum, sauti maalum. Huu ni mwanzo, ni uzinduzi wa mega crusade kubwa ambazo zitafanyika, na Bwana atainua wainjilisti wengi kabisa, revivalist katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu aliye hai. Asante Yesu.